Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tunafahamu kwa sasa moja kati ya mashindano ambayo yanafuatiliwa kwa ukaribu zaidi ni mashindano ya FIFA Club World Cup, kwa maana ya kombe la dunia ngazi ya virabu, ambapo tunashuhudia watu wakiendelea kula za uso, na tumeshuhudia Bayern Munich mchezo wa kwanza wakiibuka na ushindi wa magoli 10-0, lakini pia tumeshuhudia mabingwa wapya wa kombe la UEFA PSG wakichalanga Atletico Madrid magoli 4-0, lakini pia tumeshuhudia wawakilishi kutoka bara la Afrika Al Ahly wakitoshana sare ya bila kufungana dhidi ya Miami kutoka kule Marekani, Inter Miami ya Lionel Messi pamoja na Luis Suarez. Sasa tunafahamu wawakilishi wengine kutoka bara la Afrika, Wydad Casablanca, nao pia wako huko, na ni moja kati ya vilabu ambavyo pengine huenda mashabiki wa Tanzania ama wapenda soka kutoka Tanzania wakataka kuifuatilia Wydad Casablanca, nini ambacho watakifanya kutokana na kuwa na wachezaji ambao wamekipiga ndani ya ardhi ya Tanzania. Hapa namzungumzia Stefano Aziz Ki ambaye amesajiliwa na klabu hiyo akitokea ndani ya klabu ya Yanga, lakini hapa namzungumzia Gomez, Suleiman Mwalimu ambaye yeye alisajiliwa na klabu hiyo kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars akicheza kwa mkopo ndani ya klabu ya Fountain Gate. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao watafuatiliwa kwa ukaribu kutokana na wao kukichapa ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa ni mchezo wa Wydad Casablanca dhidi ya Manchester City, mchezo ambao utapigwa Juni 18, mchezo wa kwanza kwa upande wa Wydad Casablanca. Sasa wakati tukisubiria kwa hamu kubwa sana mchezo huo wa kwanza kwa upande wa Wydad Casablanca, wakati michezo mingine tayari imeshakwisha kuanza, bwana, mshambuliaji wa Wydad Casablanca Morocco Mtanzania Suleiman Mwalimu maarufu kama Gomez, bwana, ameanza kufanya vizuri baada ya kuhusika kwenye mabao 4 kati ya 7 ya timu hiyo kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya CS Saint Laurent kutoka Montreal kutoka kule Canada. Bwana, katika mechi hiyo iliyopigwa nchini Marekani, Gomez alifunga bao moja na kuassist mara 3, wakati kikosi hicho kiliposhinda kwa magoli 7-0, ikiwa ni maandalizi ya timu hiyo kushiriki michuano ya kombe la dunia ya klabu iliyoanza tarehe 15 na itatamatika hadi Julai 13, 2025. Bwana, nyota huyo alijiunga na Wydad Casablanca katika dirisha dogo la Januari mwaka huu akitokea Fountain Gate kama ambavyo nimekujuza, aliyokuwa anaichezea kwa mkopo kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Alishirikiana kwenye mabao na aliyekuwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga Stefano Aziz Ki. Kwanza niweke sawa hapa, pengine huenda watu wasifahamu kwamba Suleiman Mwalimu yeye ni mchezaji wa klabu ya Singida Black Stars. Wakati anasajiliwa alikuwa anakipiga ndani ya klabu ya Fountain Gate. Kwa maana hiyo ni mchezaji halali wa Singida Black Stars, yani maana yake amesajiliwa kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars, lakini Black Stars wao walikuwa wamempeleka kwa mkopo ndani ya klabu ya Fountain Gate. Kwa hiyo kuna watu wao wanachanganya, wanafikiri kwamba pengine Suleiman Mwalimu amesajiliwa kutoka ndani ya klabu ya Fountain Gate. Hapana, alikuwa anacheza Fountain Gate kwa mkopo, lakini timu yake ilikuwa ni Singida Black Stars. Kwa maana hiyo Wydad Casablanca walimsajili Suleiman Mwalimu kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Sasa mabao ya Wydad yalifungwa na Gomez, alipokea pasi ya Stefano Aziz Ki, kisha bao la Stefano akapewa assist na Gomez, huku mengine akifungwa na Samuel Obeng aliyefunga hat-trick, wakati Mohamed Layadh na Zohul El Montarj wakifunga 1-1. Kwa hiyo kwenye mchezo huo unaweza kuona kwamba Suleiman Mwalimu alifunga akipokea pasi ya Stefano Aziz Ki, lakini pia Stefano Aziz Ki akapewa assist na Gomez, yani Suleiman Mwalimu. Kwa maana unaweza kuona pengine huenda muunganiko kati ya wao umeanza kutiki ama umeanza kuonekana kwa sababu ya kucheza kwenye ligi moja ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Stefano Aziz Ki pia ni moja kati ya wachezaji ambao walifunga goli moja, wakati Gomez akifunga goli moja na kuassist mara 3. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo
Suleiman Mwalimu ameanza kufanya vizuri na pengine huenda ameanza kujipata ndani ya klabu hiyo ya Wydad Casablanca. Sasa akizungumza mara baada ya mchezo alisema ni hatua nzuri kwangu kufunga bora kwanza nikiwa Wydad tangu nimefika hapa. Haijaishi ni mechi ya kirafiki, isipokuwa ninachojivunia ni kufanya vizuri. Nitaendelea pia kupambana kadri ambavyo nitaendelea kupewa nafasi, alisema Gomez. Kwa hiyo nimeona nikujuze taarifa hiyo ama matokeo haya ya mechi ya kirafiki ya Wydad Casablanca kabla ya mchezo wao wa mashindano wa kombe hilo la FIFA Club World Cup, ambapo tunafahamu mchezo wa kwanza wanakwenda kukipiga dhidi ya Manchester City. Tunafahamu ubora wa Manchester City, yani tunafahamu uwezo wa Manchester City, tunafahamu aina ya wachezaji ambao wako pale, kina Jack Grealish, lakini pia kina Erling Haaland, wachezaji wengi wakubwa ambao wanakipiga ndani ya klabu hiyo. Pengine huenda tukashuhudia maajabu makubwa sana kwenye mchezo huo wa pengine Wydad Casablanca kuibuka na ushindi katika kwenye mchezo huo, lakini pia huenda tukashuhudia pengine Manchester City wakafanya kile ambacho wamekifanya dhidi ya kama ambavyo wamefanya Bayern Munich kwenye mchezo wa kwanza wa kushinda goli 10-0. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, lakini kubwa zaidi ni maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo huo. Na huu si mchezo wa kwanza wa kirafiki kwa Wydad Casablanca. Tunafahamu kabla ya wao kutoka Morocco kuelekea Marekani walicheza michezo miwili ya kirafiki. Mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Sevilla, mchezo ambao walikubali kichapo cha goli 1-0, lakini mchezo wa pili ulikuwa dhidi ya FC Porto ambapo pia walikubali kichapo cha goli 2-0. Na huu ni mchezo wa tatu wakiwa Marekani huko wakijiwinda na huu mchezo wa kwanza dhidi ya Manchester City wakiibuka na ushindi wa goli 7-0. Na kama ambavyo nimekujuza kwamba ni moja kati ya timu ambayo pengine itafuatiliwa kwa ukaribu sana kutokana na kuwa na wachezaji ambao wamecheza kwenye ardhi ya Tanzania. Tunafahamu Stefan Aziz Ki akiwa anakipiga ndani ya klabu ya Yanga kwa mafanikio makubwa, kwa hiyo tunafahamu. Lakini Suleiman Mwalimu pia moja kati ya washambuliaji ambao wamekuja kasi sana. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo tutaifuatilia, tunaweza kusema hivyo, kutokana na aina ya wachezaji ambao wamewasajili msimu huu Wydad Casablanca, wengine wakiwa wanatokea kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo tutataka kuona kwamba pengine ni nini ambacho wanakifanya ama watakifanya kwenye michuano hiyo ya FIFA World Cup, kwa maana ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Kwa hiyo nimeona nikujuze mara baada ya mechi ya kirafiki hii Wydad wakiibuka na ushindi wa goli 7-0, lakini mchezaji Suleiman Mwalimu akifunga goli 1, lakini pia akiassist mara 3, na Stefan Aziz Ki akifunga goli 1 akipewa assist na Suleiman Mwalimu. Nini pengine maoni yako kuelekea kwenye michezo hiyo ya FIFA Club World Cup? Unaiona wapi Wydad Casablanca? Kwa sababu tunafahamu bara la Afrika linawakilishwa na vilabu vinne. Kuna Al Ahly ambao wameshakwisha kucheza mchezo wao wa kwanza dhidi ya Inter Miami, mchezo ambao ulimalizika kwa sare bila kufungana. Kuna Esperance kutoka Tunisia, lakini pia tuna Wydad Casablanca, bila kusahau Mamelodi Sundowns Masandawana kutoka pale South Africa, nao pia ni moja kati ya wakilishi kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo tuna timu 4 kutoka Afrika ambapo wao ni watacheza michezo hiyo ya FIFA Club World Cup, ambapo tumeona tayari kivumbi kimeshaanza kutimua huko na watu wanakula za uso, kama ambavyo nimekujuza kwamba Bayern Munich mchezo wa kwanza ukiibonda Aqua magoli 10-0. Kwa hiyo huenda pengine tukaendelea kushuhudia maajabu kama ambavyo pia tumeshuhudia kwenye mchezo wa PSG dhidi ya Atletico Madrid, mchezo ambao PSG kwenye ubora wao ule wameweza kuichapa magoli 4 Atletico Madrid, wakiwa na kumbukumbu nzuri pia ya kutoka kulichukua taji la kombe la UEFA baada ya kuichapa magoli 5 Inter Milan. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo pengine tutakwenda kushuhudia maajabu ama rekodi kubwa ikitengenezwa huko. Lakini mpaka sasa tayari mwakilishi mmoja kutoka bara la Afrika, Al Ahly, ameshakuja kucheza mchezo wao wa kwanza dhidi ya Inter Miami, wametoa sare. Kwa bado timu 3 kutoka bara la Afrika ambazo hazijacheza mchezo wowote, ambao ni Esperance pamoja na Mamelodi pamoja na Wydad Casablanca. Na Wydad, usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.